viongozi wa kimila mliopo, ndugu wana Butiama na wananchi, vikundi vya hamasa na makundi mbalimbali mlioko hapa, Mama Semewe na makundi mbalimbali mlioko hapa. Kwa kipekee na waona wanawake na Samia, lakini na waona wajukuu zangu wako hapa. Wajukuu hamjambo? Haya, asante. CCM oye! Kwanza ni shukurani kwa Mungu kwa kutujalia kufika Butiama salama, na kama alivyosema katibu mkuu, asubuhi hii nilikwenda pale kaburini kwa mzee wetu kumuombea na kutaka heri juu yake. Lakini pia nafurahi kufika hapa Butiama alipozaliwa mwana majumui wa Afrika, mzalendo wa kweli na baba wa taifa letu, Mwalimu Julius Nyerere. Niwashukuru sana kwa mapokezi haya makubwa. Kwa kweli Butiama mmeonyesha umoja na mshikamano. Ndugu wananchi, naitwa Kanari Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano kwa mapokezi makubwa haya hapa uwanja wa Mwenge. Asanteni sana sana Butiama. Ndugu wananchi, siku 4 zijazo, tarehe 14 mwezi wa 10, tutakuwa na kumbukizi ya miaka 26 ya kifo cha baba wa taifa letu, Mwalimu Nyerere. Tunapozungumzia baba wa taifa, hatuwezi kumtenganisha na misingi ya kiitikadi na kifalsafa iliyojengwa au aliyojengea nchi yetu, ambayo ilibebwa na dhana kama vile uhuru na umoja, uhuru na kujitegemea, uhuru na kazi, uhuru ni wajibu au na wajibu, na dhana nyingine muhimu za kiitikadi ambazo alikuwa akizitoa kila baada ya muda kuijenga nchi yetu na kuleta umoja na mshikamano wa nchi yetu. Yote haya yalilenga kujenga taifa imara linalojitegemea na kujali maendeleo ya watu. Alisisitiza kwamba maendeleo yote yenye maana hayana budi kuwalenga watu. Ndiyo maana dira na mipango yetu yote ya maendeleo pamoja na ilani za Chama cha Mapinduzi zinajielekeza kujenga taifa linalojitegemea lenye uchumi jumuishi na ustawi wa watu, yaani maendeleo ya jamii, uwezeshaji wa kiuchumi, lakini na kukuza uchumi mkubwa wa taifa letu. Ninafurahi pia kuwa utekelezaji wa shughuli za maendeleo tumeweza kutekeleza miradi mikubwa ya utawala bora na inayotoa msukumo mkubwa kwenye sekta za uzalishaji, ambayo ni sehemu ya ndoto ya Mwalimu, ikiwemo miradi ifuatayo. Kwanza, amesema mwenezi wetu hapa, tumetekeleza ndoto kubwa ya Mwalimu ya kuhamia Dodoma. Hili ni swala la utawala bora. Tuliamua miaka ile kwamba makao makuu yetu ya nchi yatakuwa Dodoma. Tumechelewa kidogo, lakini kuanzia awamu ya 5 na hii ya 6 tumekamilisha uhamiaji wa serikali na kuifanya makao makuu iwe Dodoma. Mihimili yote mitatu ya serikali tayari iko Dodoma. Bunge lilitangulia, serikali tukafuata, na mahakama mwaka 24 mwishoni na yenyewe imefika Dodoma. Kwa hiyo hili tumelikamilisha. Lakini jambo jingine ambalo Mwalimu ilikuwa ni ndoto yake ni hili bwawa la Nyerere, bwawa letu la umeme. Alitaka alijenge miaka ile, hali haikuruhusu, lakini tumekamilisha sasa hivi na tayari bwawa linazalisha umeme. Mradi mwingine Mwalimu alitaka kuujenga ni mradi wa maji maeneo ya Same Mwanga, ambako alijenga bwawa la Nyumba ya Mungu
lakini hakuweza kuendeleza mradi ule. Tumeuendeleza na tumeukamilisha mradi ule. Sasa wananchi wa Same, Mwanga na Korogwe wanakwenda kufaidika na mradi huo. Miradi mingine, mabwawa mengine ambayo Mwalimu alitaka kujenga ni bwawa la Mkomazi kule Korogwe, ambalo sasa tunalijenga, limefikia 50%, na bwawa la Kidunda ambalo lingesaidia maji kwa mkoa wa Dar es Salaam, Pwani na kidogo Morogoro, na bwawa hili nalo liko kwenye 50% na linaendelea kujengwa. Kwa hiyo kwa ufupi, zile ndoto za Mwalimu za utawala bora, sekta za uwezeshaji watu kiuchumi, maendeleo ya jamii, ndio haya ambayo tunaendelea kuyatekeleza. Ndugu zangu, hali kadhalika Baba wa Taifa alituachia misingi mizuri kifalsafa, kisera na kisiasa. Kazi yetu ni kutafsiri misingi ile na fikra zile katika mazingira ya sasa. Sasa dira zetu na mipango yetu na ilani zetu zinatafsiri fikra na sera zile kwa hali ilivyo sasa hivi. Kama nilivyosema, ni kujenga taifa linalojitegemea, jumuishi na lenye ustawi kwa watu wote, kwa kuimarisha sekta za maendeleo ya jamii, sekta za kuwezesha wananchi kiuchumi, na sekta za uchumi mkubwa au sekta za uzalishaji. Muhimu zaidi, tutaendelea kudumisha tunu zetu za amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, pamoja na muungano wetu adhimu. Pamoja na hayo, CCM inatambua kwamba umuhimu wa kuimarisha zaidi inatambua umuhimu wa kuimarisha zaidi mshikamano wa Watanzania kwa kukamilisha mchakato wa katiba mpya kama ilivyoelekezwa kwenye ilani yetu ya 25-30. Haya ni matakwa ya makundi mbalimbali ya Watanzania kwa nyakati tofauti. Tulijaribu wakati wa awamu ya 4, mchakato haukukamilika. Awamu ya 6 tunakwenda kuendeleza mchakato huo. Aidha, kama walivyofanya waasisi na wazee wetu, nasi tutaendeleza kulinda nafasi ya Chama cha Mapinduzi katika kuyasimamia yote haya kwa maslahi mapana ya Watanzania, kwani Baba wa Taifa letu alisema, bila CCM madhubuti nchi yetu itayumba, na hatukubali nchi yetu iyumbe kwa kisingizio chochote kile. CCM oye! CCM oye! Ndugu zangu wa Butiama, kwanza nimpongeze mgombea ubunge ndugu Mahera kwa kupata nafasi hiyo, lakini pili nimshukuru Mahera. Alikuwa naibu katibu mkuu wangu, mtendaji mzuri sana, kwa hiyo nampongeza. Lakini namshukuru kwa kuchukua muda kueleza yale ambayo tumeyafanya ndani ya wilaya hii katika sekta ya afya, maji, elimu na umeme na mambo mengine ya kilimo na vyuo. Lakini nataka niwaambie kwamba awamu ya 2, awamu ya 6, mkitupa ridhaa yenu na mkituchagua, tunakwenda kuendeleza yale kwa kasi ile. Pale ambapo maji hayajafika, tahakikisha maji yanafika. Pale ambapo umeme haujafika, tahakikisha umeme unafika. Pale ambapo shule hakuna, nyumba za walimu hakuna, tunakwenda kufanya hivyo. Na pale ambapo huduma za afya ziko mbali, tutazisogeza kwa karibu. Kwa tutaendelea kwa kasi ile. Lakini wapongeze ndugu zangu wa Butiama kwa kupata chuo hichi cha kilimo ambacho kitakwenda kuwapa maarifa zaidi ya kukuza kilimo chenu. Na vile vile niwapongeze wana Butiama kwa kuwa wamekuwa wazalishaji wazuri wa mazao ya kilimo. Kwenye kilimo ndani ya wilaya hii tulitoa ruzuku ya mbolea kwa mwaka kutoka tani 3170 hadi tani 5665, na viuatilifu, yani zile dawa mbalimbali za kilimo, kutoka chupa 11,200 hadi chupa 1045
520. Na hii nataka kuwashukuru Wanabutiama kwamba mmetumia vizuri ruzuku hii na imekwenda kuongeza mazao ya chakula kutoka tani 17,982 zilizokuwa zikizalishwa ndani ya wilaya hii hadi tani 38,000 mpaka mwaka jana. Wanabutiama, hongereni sana. Ni ongezeko la tani 20,000. Hizi si tani kidogo, mmechangia vizuri sana kwenye usalama wa chakula wa taifa letu. Lakini vile vile tulitoa ruzuku kwenye chanjo za mifugo, na ni imani yangu kwamba Wanabutiama mtaitumia vizuri ruzuku hii ili kulinda afya za wanyama wetu. Tunapoendelea mbele kama nilivyosema, tunakwenda kuyatekeleza haya kwa kasi ile ile. Sasa nijielekeze kwenye maombi. Ukiangalia kitabu cha ilani kile kidogo cha mkoa wa Mara, kuna barabara kadhaa ambazo tumeandika humo tutakwenda kuzijenga. Ombi hili la mdogo wangu Mahera ni nje ya ilani ya uchaguzi, lakini nalichukua tuone tutakavyoweza kulifanyia kazi. Kwa upande wa bilioni 8 za maji, kama nilivyosema, kazi ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake ni kuhakikisha kila Mwanabutiama anapata huduma maji safi na salama. Kwa hii fedha itakuja. Masoko na stendi ni sera yetu katika uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Tunajua kwamba tukiweka soko, tukiweka stendi, ni fursa kubwa kwa vijana wetu kufanya biashara zao. Na sio tu soko na stendi, lakini na mikopo pia. Kwa hiyo mkopo halmashauri wa 10%, lakini nilipozindua kampeni nilisema tutaanza na mfuko wa bilioni 2 kwa ajili ya wafanya biashara wadogo. Kwa hiyo ukiweka na masoko na mastendi, hizi ndizo huduma za kuwawezesha wananchi kiuchumi kama tulivyoelekezwa na sera za waasisi wetu. Suala la fidia tunalifanyia kazi, na serikali hii haipendi kunyima fidia ya mtu. Kwa kila anayedai fidia, aliyepisha mradi wowote ule, tunakwenda kulipa fidia hiyo. Kwa hiyo lami ya makao makuu itaingia kwenye ombi pia lile la kilomita 38. Kwa ujumla niseme maombi yote tunayachukua na tutakwenda kuyafanyia kazi. Butiama oye! Sasa ndugu zangu, niombi kwenu. Mgombea ubunge wenu hapa amenipiga maombi 4 ya chap. Mimi nina ombi moja tu kwenu, nalo ni kwamba, karibu hapa mgombea ubunge, nalo ni kwamba tunaomba kura zenu. Tarehe 29, wiki 2 zinazokuja, amka mapema na tumuombe Mungu atuamshe mapema tukiwa na salama na afya nzuri na furaha. Wote twendeni tukapige kura. Kila aliyeandikishwa kwenye daftari atoke akapige kura. Ombi langu kwa mabalozi, hakikisha unatoka na watu wako wote. Watu wako eneo lako, kila aliyeandikishwa hakikisha amekwenda kupiga kura. Na kama ni mgonjwa, mipango ya kupigisha kura wagonjwa ipo, nendeni mkapige kura. Tukipe heshima kubwa Chama cha Mapinduzi ili tuweze tutekeleza yale ambayo yako kwenye ilani mle. CCM oye! Kazi na utu. Sasa mnipe nafuu kidogo, nimkabidhi mgombea ubunge ilani, alafu tuombe kura kwa pamoja. Butiama oye! Kazi na utu. Aya.
Haya, sasa vitabu vidogo hivyo vina kazi ambayo CCM tunaomba mtupe, tukaifanye hiyo kazi, tujenge na tulinde na tuheshimishe utu wa wana Butiama. Kitupa hiyo kazi tutakwenda kuifanya yote. Najua Chama cha Mapinduzi kikisema kinatekeleza, si ndio? Sasa mimi mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jina langu Samia Suluhu Hassan, na mgombea wenu wa ubunge wa jimbo la Butiama ndugu Charles Mahela, lakini pia madiwani wetu wa kata zetu ndani ya wilaya ya Butiama, sote kwa pamoja tunaomba kura zenu ndugu zangu. Mungu awabariki, muamke salama siku hiyo, mkatupigie kura. Tunaomba kura zenu na Mungu awabariki. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Na washukuru wana Butiama, hebu bendera juu, bendera juu, bendera, nione mwamko wenu. Asanteni sana. Asante, kweli kuna mwamko, na washukuru sana. Asante na Mungu awabariki. Tumpungie mkono mgombea urais wakati anashuka jukwaa.